Hai rafiki, mambo vipi? Naitwa Juliet Seba, ni daktari na mtafiti katika sekta ya afya Tanzania. Karibu ungane nami katika podcast hii ya Afya Rafiki kila siku ya Alhamis. Lengo ni kukupatia taarifa zitakazokuwezesha kufanya maamuzi bora juu ya afya yako, familia na jamii inayokuzunguka. Hai rafiki, karibu kwenye episode nyingine ya podcast yako Dr. Rafiki, ambayo tunaongea mambo ya afya, everything health, kuanzia chakula, tuishije, tufanye nini ili kuboresha afya zetu za kila siku. Na uko na mimi rafiki yako Dr. Juliet Seba. In this episode ya leo tunaongelea swala zima la ngozi. Ngozi yako unatakiwa uitunzeje? Kumekuwa na bidhaa nyingi sana sasa hivi na utaalamu mwingi sana sasa hivi wa utunzaji wa ngozi. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuongea, kwa sababu saa nyingine unaweza kujaribu vitu na kwa sababu tu huna maarifa ya jinsi ya kutunza ngozi yako vikakuharibu, ukajaribu mafuta fulani kwa sababu tu unatafuta solution yakakuharibu. Kwa hiyo session ya leo itakusaidia kujua ni vitu gani basic unaweza kufanya vikakusaidia ngozi yako ikawa nzuri bila gharama kubwa na bila kuhangaika na mavitu mengi. Na leo tuko na Dr. Salva Nikas. Yeye ni mtaalamu wa daktari bingwa wa ngozi pamoja na urembo. Kiingereza anaita cosmetics na medical aesthetics. Na leo tutaenda kuongea naye kuhusu masuala mazima ya utunzaji wa ngozi zetu, basic skincare routine. Vitu gani tufanye ili kutunza ngozi zetu. Na nikukumbusha rafiki yangu, tunapongea swala la ngozi sio tu usoni. Ngozi iko mwili mzima. Actually ndo organ au kiungo kikubwa zaidi mwilini. Kwa hiyo ni muhimu sana kujifunza jinsi ya kutunza, whether ni ya kwako, ya mtoto wako, ya mzazi wako au mtu mwingine unaishi naye. Karibu sana daktari. Asante. Unaendeleaje? Salama kabisa. Toka mara ya mwisho tulipokuwa pamoja. I say tunamshukuru Mungu, we are still breathing. Kwa hiyo Mungu ni mwema. Mungu ni mwema ya. Karibu sana kwenye session ya leo. Asante. Tumefurahi kuwa na wewe, kujifunza kutoka kwenye maarifa yako mengi. Nitashare chochote nilicho nacho. Karibu. So kwa kwanza tungependa kujua, hivi tunapoongelea swala zima la ngozi, je, kuna tofauti kati ya ngozi ya sehemu moja na sehemu nyingine? Kwa sababu mara nyingi tumekuwa tukiona bidhaa nyingi zinakuwa zina focus kwenye ngozi ya uso na unaambiwa hii ni ya usoni. Sasa je, kuna tofauti kati ya hii ya usoni na hii ya mkononi? Ndio. Sawa. So yes, kuna tofauti. Ngozi ni hiyo moja, but kuna tofauti. Ya usoni ni nyepesi kidogo kuliko ya mwilini. Na ndio maana hata kuna vipodozi au kuna dawa unaambiwa hii paka usoni tu, hii paka mwilini. Au hii usipake, hakikisha ianzie kwenye shingo kushuka chini na sio usoni. Sasa kama hizi dawa zenye steroid, steroid huwezi kupaka steroid class 2 na huku kuendelea huwezi kuanza kupaka zile high potent medium, huwezi kupaka usoni. Sababu ukipaka usoni ni kali zinachubua. Hata kama ni kwa ajili ya prescription, kwa ajili ya dawa, umepewa na daktari, hawezi kukuambia upake usoni. Mara nyingi atakwambia paka kuanzia kwenye shingo kwenda chini. Kwa hiyo ngozi ndio ni moja, lakini usoni ni nyembamba kidogo ukiachana na mwilini. Na hiyo ni kitu kingine, ni cha kawaida, kwa sababu kumbuka usoni ndio kitu ambacho kiko exposed. Akijakaviwa na nguo, ukivaa nguo haikavi usoni. Ukifika kwenye jua linapiga usoni kuliko inavyopiga hapa kwenye kifua, kwenye tumbo. Kwa hiyo inakuwa imekuwa subjected, yani inakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata changamoto, kupigwa jua, upepo, exactly, vumbi. Kwa hiyo ndio maana watu wengi sasa wamefocus pia kwenye kufanya utunze ngozi ya usoni. Pia ni reception. Na mtu kitu cha kwanza akikuona atakuona usoni. Hata unataka kuona ngozi yako ya kwenye paja likoje. But yes, tofauti ipo kidogo. Ngozi ya usoni ni nyembamba kutetea ngozi nyingine kwenye mwili. Na pia hata ngozi ambayo ni ya mwilini, utakuja baadaye ukiona mtu akiwa ameanza kuzeeka, ngozi ya kwenye shingo na huku sehemu ya mikononi ambapo ilikuwa zinapigwa na jua sana, zinakuwa nyembamba ukiachana na ukilinganisha na ngozi
aina nyingine. Yeah, sehemu nyingine ya mwili. Okay, sawa sawa. Sasa tukiendeleza hapo kwenye utofauti wa ngozi. Ukiangalia kwenye social media siku hizi kuna taarifa nyingi ambazo tunapata kwamba kuna aina za ngozi, kuna watu wana ngozi za mafuta, kuna watu wana ngozi kavu. Hiyo imekaje? Kuna aina ngapi za ngozi na mtu anawezaje akajua aina yake ya ngozi? So kuna aina 4 kama sio 5. So una sensitive skin, una normal skin, una dry skin, una combination skin na oily skin. So unazo 5. Yeah. Yes. So sensitive skin inakuwaga most of the time plus or minus. Kuna mtu mwingine wanaweza wasiweke hiyo sensitive skin, ndio maana nasema 4 au 5. Kwa hiyo 4 watu ambao wanazijua common ni oily, combination, dry na normal. And then sensitive skin na kuna wengine wanajua, zingine hawajui. Yeah. Sawa. So mtu anajuaje mimi ni aina gani ya ngozi? Kumbuka labda tuseme na hizo aina 4 kubwa kwa Kiswahili. So umesema tuna ngozi kavu. So dry skin. Una ngozi ya kawaida ambayo itakuwa normal. And then una ngozi ya combination. Yani combination kwamba nusu partly kawaida, partly ina mafuta. Kwa hiyo una sehemu fulani za ngozi yako ambazo zina mafuta zaidi. Hasa hii sehemu ya T-zone, kuanzia hapa paji la uso kushuka kwenye pua mpaka huko chini kwenye kidevu. So hiyo T-zone tunaita ndio inakuwa sana yenye mafuta. Alafu kwenye mashavu pembeni inakuwa kawaida. And then kuna ngozi ya mafuta ambayo ndio oily skin. Yes. So one thing watu wanatakiwa wajue kwamba mtu anaweza kawa na ngozi aina 2. Sawa. Usoni anaweza kawa na mafuta, alafu mwilini ikawa kavu. Okay. Mtu anakwambia mimi, yani nikipaka mafuta ya nazi mwilini, nikatoka nikatembea mpaka pale, hamna kitu. Kabisa ya. Ila usoni ninawaka, yani niko, yani akitoka kupaka yani kitumbua hiki hapa. So unaweza ukawa na aina zote 2. Na hii ni common sana kwa watu wenye shida ya atopy, watu wenye shida ile pumu ya ngozi tuliongeleaga. Mimi nikiwa mmoja wapo. Mimi ni mhanga, usoni nina mafuta na pia ni uso wangu ni wa mafuta na uko prone kwa acne, kwa chunusi. And then mwilini mimi nina ngozi kavu. Yani siwezi nikatoka nje sijajikandika Vaseline. Yani siwezi. Kwa hiyo ni jinsi ya kujijua, ni inakuwa rahisi sana. Kwa hiyo mtu anabidi ajue kwamba usoni anaweza kawa na aina fulani ya ngozi na mwilini ni tofauti. Sawa, mtu anaweza kawa na aina. So njia rahisi sana ya kujua wewe una aina gani ya ngozi. Mimi sitowabashi wale watu wa spa kwa kweli, kwa sababu wote tunafanya nani anafanya biashara, wote tunajitahidi kuona, lakini ile skin analysis haiwagi accurate. Na sisi kama madaktari hatuipendi, yani sisi dermatologist hatuipendi. Na hata tukiwa tunafundishwa tunaambiwa hapana, yani hatufundishwi kutumia hiyo. Na walimu na nini, najua it's technology na kwa hiyo ndio maana sitoliongelea hilo. Kwa hiyo kila mmoja ina mtazamo tofauti. Lakini kwa rahisi kabisa, umerudi zako jioni kutoka kwenye mihangaiko, chukua sabuni yako, osha uso. Simaanisha sabuni ya Geisha. So your cleanser yako unayotumia, yoyote utakayokuwa unatumia, it's a gentle cleanser, au yani ni gentle cleanser au ni active labda na salicylic na nini, yoyote cleanser yako, osha uso wako vizuri. Na kama ulipaka sunscreen asubuhi, nitashauri ufanye double cleansing, yani ufanye mara 2. Sawa? Ukishamaliza kuosha, unaweza ukaacha usipake chochote at least kwa dakika 30 mpaka lisali moja. Sawa? Kama unaona huo muda ni mchache, wewe unaoga, umeshaosha uso, unataka kulala, fine, unaweza kulala. Kulala siku moja tu bila kupaka moisturizer haitakuwa na shida. Sawa? Lakini dakika 30 mpaka lisaa mpaka masaa mawili unakuwa ushajua uso wako, au ukiamka asubuhi ushika uso wako, uangalie. Ukisikia uso unakaza, yani umeamka tu unasikia uso umekaza, ukismile yani umekauka mbona kama unataka kuchanika. Una dry skin. Sawa? Ukiona tu uso ni wa kawaida, ukijishika kama una ile
cotton, ile pamba, unaweza ukararabu hivi ukaona, yani au kajishika mwenyewe na uso na kidole, na kidole nao uso wako ili ushike vizuri, uso wako usishike ukiwa na haujawa na mikono safi. Unajishika, unaona mbona hamna mafuta, hamna nini, uko kawaida tu, normal skin. Okay. Ukijiangalia hapa kwenye T-zone hapa, unawaka. Ukijishika mwenyewe mafuta, pembeni hamna kitu, ya combination skin. Ila ukijishika tu hivi, si katikati kwenye T-zone, si huku pembeni, una mafuta, una oily skin. Ni njia rahisi sana ya kufanya nyumbani wewe mwenyewe bila hata kutumia gharama. Kabisa ya. Na hiyo kila mtu anaweza kufanya mwenyewe, haihitaji mashine, product wa chochote. Na ukishafanya hivyo unajua kabisa, mimi ngozi yangu ni ya mafuta. Kwa hiyo hata ukitaka kwenda kununua kipodozi, ukitaka kwenda kununua hizi skin care, mtu hawezi kukudanganya. Mtu hawezi kudanganya kwa sababu anakwambia hii hapa ni nzuri, kweli imemsaidia Juliet. Lakini Juliet ngozi yake sio ya mafuta. Mimi ngozi yangu ya mafuta. Kwa hiyo pale imeandikwa normal skin, wewe unaichukua. Wewe ni oily skin jamani. Kosa haliyo la yule, lakini kosa pia linaweza kuwa la yule kwa sababu angekuuliza wewe ni ngozi gani, shida ni nini. Lakini pia tusaidiane, sisi tukiwa tunaenda tujipende, tujaribu pia kusave our money, tuangalie tukitoa hela yetu kweli tutapata kitu gani na kweli nitanisaidia na sio kije kunipa maangamizi mengine. Kwa hiyo hakikisha ujue ngozi yako, aina ya ngozi yako, na ukishindwa kabisa naomba uende kwa mtaalamu. Nenda kuonana na dermatologist, onana na estheticians na medical estheticians kama sisi, au estheticians waliosomea. Maana hivi kila mmoja, mtu ameamka tu alikuwa anasoma HGL, alikuwa lawyer, sasa hivi kazi haijaenda vizuri, ameingia online, ameona jinsi ya kufanya microneedling, ya kuongea, ya kutangaza biashara, amekuwa. Simaanishi kwamba ni vibaya, ni sawa. Lakini kumbuka huyu ni mtu ambaye utamkabidhi ngozi yako. Ni kweli, Kwa hiyo wewe pia hebu mkabidhi mtu ambaye kweli anafaa na amesomea, ana utaalamu. Kama kukitokea changamoto yote bado anajua jinsi ya kukusaidia. Kweli kabisa. Sasa tukitoka hapo tupige hatua mbele kidogo kuweza kujua hapa tunapoongelea jinsi ya kutunza ngozi, jinsi gani mtu anaweza kutunza ngozi yake. Vitu basic kabisa. Sawa. So najua watu wanataka kusikia paka cleanser fulani, paka nini, tumia hii. Mimi naomba niwaambie kabla tujaanza kufanya cleansers, kabla tujaanza kufanya serums, moisturizer, sunscreen, which are very important, ni kitu muhimu sana. Ngozi yani kujipenda, kuijali ngozi yako inaanza kutoka ndani. What you eat. Watu wanasahau. Please let's eat right. Tule sawa, tule balanced diet. Tunywe maji. Jamani watu hatunywi maji. Kweli kabisa. Watu hatunywi maji. Mimi hata watu wadai jamani nikienda namuuliza mtu kwa siku unakunywa lita ngapi za maji? Akamwambia nataka ninywe lita tena. I'm like, mimi nikisikia kiu bwana, si Pepsi. Kabisa. Pepsi inanifaa kidogo, nishakunywa Crusher. Well, tunapenda Crusher zote, mimi mwenyewe napenda Crusher, lakini sasa maji ina umuhimu yake na hivi vitu vingine pia vina sehemu yake. Kwa hiyo tuanze kabla hujataka glow na skincare routine. Unakula nini? Unajifeed wewe nini? Yani mwili wako unaupa nini? Watu tunasahau. Kweli tunasahau sana. Kwa hiyo mimi nitaanza na kuambia ukitaka kutunza ngozi yako, watch what you eat. Angalia kitu unachokula. Angalia kitu unachokula. Ni kweli tunapenda chips mayai na hata sitokataa. Lakini ukila chips mayai mchana, basi jioni kula mboga, kula matunda. Usisahau. Usisahau kunywa maji. At least lita 2 kwa siku. At least. Ukishinda sawa basi ile bobo la 1.5 liter maliza kwa siku. Jitahidi, yani hiyo ndio iwe kama cut off, ndo mwisho standard yako. Yani isishuke hapo. Isishuke hapo. Na sasa kama unajua wewe ni Ijumaa utaenda kunywa pombe. Weekend
basi jitahidi unywe ujihydrate, yani wiki nzima unywe maji ya kutosha ya kujihydrate. Kwa sababu watu wanasahau, lakini pombe zinazeesha ngozi mapema sana bila hata wewe kujua. Hiyo kwa hiyo tutaanza na chakula na what you eat, na kunywa maji, hydration. And then naomba niwaambie exercise ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo mazoezi yana athari hadi kwenye ngozi. Yani sana. Na watu alafu mazoezi sio lazima niende gym nikabebe vyuma. Mimi siwezi kubeba vyuma. Jamani, Dr. Salva hawezi kubeba vyuma. Sina kwanza muda. Na siwezi. Yani mimi siwezi. Kwa hiyo mazoezi inaweza kuwa kitu chochote. Yani wewe kama mfano mimi nakosa muda, asubuhi niko kazini, niko nyumbani, kirudi nyumbani mimi ni mama, mimi ni mke, mimi ni mtu, lazima nifanye kazi vyote, majukumu siwezi. Kwa hiyo mimi nahakikisha ndani ya siku yangu step zangu chache ziwe step 5,000. Nina saa kabisa inanisaidia ya kuhesabu step. 5,000 ndo zinakuwa minimum yangu. Kwa hiyo kwanzia ile naamka asubuhi, either afu unafikiri mazoezi ni lazima ufanyaje? Yani unaweza kwa hapo nyumbani umenyanyuka, shughuli zako umenyanyuka, nimefua, nimenyanyuka, nimeenda kufanya hivi, nimetengeneza hivi, yani ile kutembea tu ile movement tayari ni steps hizo zinajihesabu. Mpaka nije kumaliza siku yangu ile jioni na kuja kukaa na chini saa 2 saa ngapi, naangalia nimefanya step ngapi. Unakuta saa zingine 12,000. Yani si unajua shughuli unakuwa ujui, yani unaenda tu unatembea tu yani siku mara chache sana nikijitahidi labda ndio nimesema leo nimekuwa mvivu 7,000. Lakini zile ni nyingi, ni nyingi kweli. Yani unakuwa kama ukizifanya kwa uaminifu, ni nyingi kabisa. Kwa hiyo mtu anakuambia mimi jamani, mbona mazoezi siwezi? Mwingine anaweza, basi amka asubuhi, ile kama unaona kama jioni nitakuda foleni nini, amka asubuhi, chukua zako kamba, kama wewe ni mtu wa kamba, dakika 10 tu ruka. Mimi naweza tu kufanya chukua dumbbell zako, nyanyua kidogo, yani be active kidogo, nyanyua. Kama unaweza ukafanya kuruka hapo, jogging, kama unaweza ukatembea kwenye nyuma, baiskeli, kama una uwanja mkubwa hapo nyumbani, tembea hata lap 10 zinatosha. Yani sio lazima mtu uende kufanya membership ya gym. Sio lazima. Ni mazoezi madogo ambayo unaweza kuyafanya kila siku, ambayo inakufanya inakuwa active na stimulate kila kitu, kwa sababu kila kitu your liver isipokuwa stimulated haitofanya production ya collagen, haitofanya production glutathione, hivyo. Kwa hiyo tunahitaji vitu viwe activated. Alafu sasa ndo tunakuja kwenye mambo ya nje ambayo kila mmoja anatuona. So hapo kwenye mambo ya nje sasa tunataka tu basic skin care. Basic skin care unahitaji ku cleanse your face, kusafisha uso wako. Unahitaji cleanser. Kwenye cleanser unaweza ukapata gentle cleanser au cleanser yenye actives. Na hii actives inategemea wewe unataka kutarget kitu gani. Mfano mimi nitatoa mfano kwa mimi. Mimi ni mtu ambaye ni acne prone skin. Sawa, nina chunusi. Kwa hiyo mimi asubuhi nina cleanse uso wangu kawaida na gentle cleanser, kwa sababu nimetoka kulala. Nifanya nini cha maana zaidi ya kulala? Hamna kitu. Kwa hiyo asubuhi nita cleanse uso wangu na gentle cleanser. Nikitoka hapo unabidi ufanye moisturizer. Uweke kitu ambacho kitaweka unyevu kwenye ngozi. Na moisturizer yako inategemea na skin type yako na aina yako ya ngozi. Ukitoka kumoisturize unaweka sunscreen ambayo ni lotion ya kuzuia na sawa. Baada ya kumoisturize utapata na sunscreen ambayo watu tunajua kama lotion ya jua. Sunscreen sasa hivi ni common hiyo jina. Tunahitaji sana either wakati wa jua au wakati sio wa jua, wakati wa mvua, wakati wa mawingu, sunscreen ni muhimu, unatakiwa upake. Hata ambavyo sio wakati wa jua kuna miale bado inapita. Sawa? Inapita, inapenya, kwa hiyo unahitaji kupaka. Sasa jioni uta cleanse tena na jioni utasafisha. Hapa ndo kama wewe unatumia actives kama mimi, hapa ndo muda wa kuzitumia. Sawa? Kwa sababu uso wako huko umetoka siku nzima, umeweka sunscreen, ukutana na vumbi, umetokana nini, pores zako nini, vitundu vyako vimeziba kwa sababu ya vumbi, upepo nini. Kwa hiyo jioni ndo muda mzuri wa kutumia actives. Kwa hiyo kama wewe ni mtu ambaye una shida labda chunusi, weusi,
kitu kingine tofauti unahitaji sasa kutumia lotion, cleanser yenye actives. Kama hauna, wewe utaendelea zako na gentle cleanser yako. Lakini kwa sababu ya jioni, kwa sababu ya ile sunscreen, tunashauri ufanye double cleansing. Kwa hiyo utaedha cleanse mara 2 na hiyo cleanser yako, au kama unatumia micellar water kwanza kuitoa, unachukua micellar unaweka kwenye pamba, unajifuta kutoa sunscreen, makeup na kila kitu, and then sasa ndo una cleanse. Ukitoka hapo utafanya zako moisturizer, inatosha. Hiyo ndo the basic kabisa. Hapa hujaweka serum yoyote, haujaweka any actives zingine kama retinol, kama una kitu fulani, hujaweka adapalene, yani chochote hujaweka. Hiyo ni basic kabisa. Na mtu yote anaweza kaifuata, ambayo anaona mimi jamani step 7 siwezi, anafanya tu hizi step zake 3 asubuhi, step 2 jioni, amemaliza. Sasa ukitaka kuwa na shida nyingine, sasa hapo ndo ukishaenda kwa dermatologist wako, ukaongea bwana mimi shida yangu nina hyperpigmentation. Sasa hapo ndo tunaanza. Nini? Tuangalie uso wako unaendana na nini, si labda vitamin C asubuhi, au unahitaji niacinamide, au unahitaji tranexamic acid. Yani hapo ndo mambo mengine yanafuata. Unaongezea sasa hivi vitu vingine kutokana na uhitaji wa ngozi ya mtu. Kabisa. Mimi nina acne, basi unahitaji kuongeza retinol, unahitaji kuongeza tretinoin. And inategemea ukishaanza kuongea hii conversation na daktari. Na afu baada hapo ndo tunasema haya jamani uanze kuexfoliate mara 1 au mara 2 kwa wiki. Lakini haya yote ni baada ya kuwa na conversation na kufanya skin consultation na daktari wa ngozi, akakujua kabisa wewe shida yako ni hii na hii ndo routine itakufaa. Kwa ina maana kwa mtu ambaye anapenda kuanza basic skin routine, unaweza au hahitaji kuanza na masera mengi na manini mengi, akianza tu na hii routine yake kwamba anasafisha uso, anapaka moisturizer yake, anapaka sunscreen yake. Kama ni usiku amesafisha uso, amemoisturize, kwa kwanza inatosha. And then ukienda kwa consultant wako wa ngozi, yeye ndo anaweza sasa kuongezea hivi vitu vingine kutokana na uhitaji wako na nini unahitaji. Kuna mwingine yeye hana shida kabisa, ila tu uso umefubaa. Kwa unaanza kumwambia wewe unahitaji kuexfoliate. Mwingine hana shida yoyote, uso wake tu ni mkavu. Kwa hiyo hapa ndio mambo unaanza kuambia tunahitaji kuongeza hyaluronic acid, unahitaji ceramides kwenye nani yako. Mwingine labda ni skin barrier imeharibika, unahitaji yenye ceramides. Mwingine anahitaji labda peptides. Yani inategemea baada ya kuwa na consultation na dermatologist wako. Lakini kwa kawaida basic ndio hiyo. Alafu kutoka pale you cater your skincare routine, yani unaweka skincare routine kutokana na mtu. Kwa hiyo mimi ndio maana na avoid mtu akija kwangu akaniambia daktari, mimi na rafiki yangu alitumia vitamin C, aling'aa, na mimi nataka. Mimi sina shida na vitamin C, lakini watu wanasahau. Vitamin C sio kwa kila mtu. Yani hiyo watu wanasahau. Mimi nina watu, na mimi nikiwa mmoja katika hao watu, vitamin C na mimi hatuendani kabisa. Kwa hiyo ina maana kuna mtu ambaye anaweza kutumia vitamin C na ngozi yake ndio ikaharibika. Na wengine ni niacinamide, ambayo mimi niacinamide it's fine with me. Sina shida. Lakini kuna mwingine yani na it's common sana kwa watu ambao wana acne prone skin na pia wana sensitive skin. Kwa sababu sensitive skin kitu kidogo tu active imeshaonyesha imeshawapa shida. Kwa hiyo again, hii skincare routine ni subjective kwa kila mtu. Kwa hiyo what works for Julie haito work kwangu, haitofaa kwangu. Na sometimes what works for you inanifaa na mimi pia. So ni vitu subjective. Lakini out of everything, jamani, sunscreen should be your best friend. Yani sunscreen ndio rafiki yako. Yani ukishindwa sana, hakikisha unatembea naye kwenye begi. Yani kitu chako chochote kimeisha, huna hela, wewe nunua sunscreen. Sunscreen ni muhimu sana. Muhimu sana. Athari ya jua hatuioni sasa hivi. Tukuja kuiona 5-10 years later. Ambapo when you are 40, you're 50 and unaanza kusema sana fanyaje? Ngozi imeharibika. And then hatuna namna tena.
Kuitoa haitokuwa haraka kama hiyo miaka 50 yako yote ambayo umeitumia kuiharibu. Ni kweli. Kwa hiyo sunscreen ni muhimu sana. Na tujikinge na jua. Kama unaweza kuvaa zile wide brim hats kama zile za bichi kukinga na jua. Sasa nafikiria watu ambao wanafanya kazi kwenye maeneo ambayo wako exposed kwenye jua kali. Tukiongea maisha ya kawaida ya Mtanzania, mama wa sokoni, shambani, sokoni, mtu anafanya kazi stendi au anauza vitu. Vitu kama kofia ni muhimu. Ni muhimu sana. Inamlinda na jua, yani sio tu ile kwamba jua linanichoma naungua linanikera, lakini pia inamlinda ngozi yake. Kabisa. Ya kitu ambacho mara nyingi huaga tukiongelea. Tukiongelea tunakisahau. Sawa, yeah. Okay. Imekuwa very informative. Nafikiria tu recently tumeona pia kwamba watoto unakuta mtoto mdogo hata na miaka 5, 4 tayari yuko kwenye skin care and kwenye hizi products nyingi, kwa sababu pia products zimekuwa nyingi. Hilo swala kuna mtazamo gani? Is it okay kuanzishia watoto wadogo kiasi hicho kuwaingiza kwenye hizi vitu zenye kemikali na creams na vitu kama hivyo? Kwa kweli hapana. Hapana, hamna haja. Na sishauri. Okay. Watu wengi, mimi sijawahi kukutana na mtu akifanya hivyo, lakini najua hiyo kitu ipo. Yeah. Hamna haja. Mtoto akiwa mdogo, yani huhitaji vitu vingi. Wewe muoshe uso wake, yani muoshe na sabuni, kimaliza kandika mafuta yako ya nazi, sijui ya Vaseline. Kama you fancy kidogo utampa na lotion za Baby Johnson, sawa. Hamna shida. Sunscreen ndio kitu pekee cha muhimu. Na kuna sunscreen za watoto. Zipo za watoto. Sunscreen ni kitu cha muhimu kwa sababu kumbuka weekend mtaenda nao beach, mtaenda nao kubembea. Mkiweza kuwapa na kuna kuaga na kofia za watoto, si ndio? Zile. Mkaweza kumvalisha na kofia, yani safi kabisa. Lakini mambo ya kwanza kumsubject, kumwekea maserum, sijui kumwekea collagen, sijui, yani kwa kweli hapana. Ni vitu vingi unnecessary kabisa. Hata kuna vitu pia vingine ambavyo hatushauri hata mtu below 30 years. Hatushauri. Ni sawa nikiona mtu ana mtoto wa miaka 12, 14, wa kike wa kiume, ni sawa kuona mtoto wa miaka 12, 14 ambayo ni preteens tunaita hawa teenagers ambao wameanza kupata hedhi, wamebalehe, ambapo wanaanza kutoka chunusi. Ni sawa kwa sababu yule pale utampeleka kwa daktari, daktari atakwambia sasa tuanze tumia cleanser hii, tuweke benzoyl peroxide, tuwapake na hivi na Adapalene na nini. Ni sawa kwa sababu wale skincare routine yao it's not kwa sababu ya kitu kingine tofauti zaidi ya kutibu ile chunusi. Na baada ya chunusi ni nzuri kuendelea na ile skincare routine ili uweze kudhibiti ile chunusi, kuzuia zisirudi, au hata zikirudi ziwe controlled, ziweze kunywea vizuri. Hiyo nitaelewa. Lakini below 12 years, below hapo, mtoto miaka 8 unless ameanza hedhi na yuko na chunusi, lakini kama hana chochote, hata kama akiwa na miaka 16, kama hana chochote, yani straightforward, cleanse, moisturize, sunscreen. Na moisturizer haimaanishi uende kununua moisturizer milioni 2. Hapana. Hata mafuta ya nazo wengine yanawapenda. Kuna watu wana glow vizuri, hapo unamuuliza mtu unatumia nini? Anakujibu mafuta ya nazi. Kwa hiyo yani moisturizer ni kitu chochote ambacho kinaweza kukusaidia ku retain ule unyevunyevu wa kwenye ngozi. Mwingine ni Vaseline. Mimi mwenyewe nakumbuka nimetumia Vaseline mpaka labda niko 24, 25. Ndio nikaanza kutumia sasa skincare routine, bana nilianza sasa kupata acne. Sawa, chunusi zangu zilichelewa. Nilipata hizi za ukubwani. Kwa hiyo moisturizer haimaanishi kitu chochote kikubwa. Mwingine lotion anayopata mwilini ndio hiyo angepata usoni na haina shida. Kwa hiyo as long as kama hatutibu chochote kwa huyu mtoto, hamna haja. Hamna haja ya kutumia vitu vingi wala vitu vikali kwa mtoto. Mwache mtoto awe mtoto. Muda wake ukifika kuwa mkubwa atafanya vitu vya kikubwa. Tuwape muda pia watoto wawe watoto, tusiwakuze mapema. I think that's very important. Sawa.
Issue nyingine ya muhimu sana kwenye swala la ngozi, unajua ni supplement. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la matumizi ya supplement kwa ajili ya ngozi, kwa ajili ya nywele, kwa ajili ya kucha, kwa ajili ya yani kila kitu sasa hivi kina supplement yake. Na tungependa tu kujua kuna umuhimu gani wa kutumia, na je ni supplements gani muhimu kutumia? Because bila kuwa na maarifa unaweza kukuta kila siku kwenye biashara kuna supplement mpya na unaitumia kwa sababu hujui ni nini hasa unahitaji kwa ajili ya ngozi yako. Ni kweli. So najua supplements sasa hivi ndio soko. Ndio soko Ndio soko. Mimi napenda kusema supplement kubwa najua watu wangependa kusikia ni hiyo collagen. Collagen, mtu akishafikisha miaka 30 kweli collagen inaanza kushuka. Sawa? Ni kweli. Kwa hiyo supplement ya mtu ambaye ni miaka 30 akianza kunywa collagen sitomshangaa. Na sasa hivi kuna evidence inasema ile collagen, walisema collagen ya kunywa before that haichangii chochote kwenye ngozi. Lakini studies zimeonyesha na articles zimetoka kweli sasa hivi collagen ambayo utakunywa utachukua kama kinywaji inachangia pia kupita mpaka kwenye ngozi. Kwa hiyo sawa, collagen ukiwa na miaka 30 na kuendelea ni sawa, naweza nika agree wewe kunywa collagen. Lakini anything less than 30 years kwa kweli hapana. Ebu give yourself time. Subiri, usikimbilie 30, usikimbilie 30. Usiukimbilie, sisi wa 30 tunataka kurudi chini. Kwa hiyo asikimbilie. Lakini najua kuna swala la omega 3, vitamin B, vitamin D, vitamin C, nini tena naiona sasa hivi na ashwagandha, yani mambo yako mengi, mambo yako mengi. Kwa kweli I think mtu wa nutrition ndo angekuwa mtu sahihi wa kuongelea ile swala. Lakini hii nitaongelea tu in real sense. Kama daktari, na I feel like it has nothing to do na ngozi. Hii ni kama daktari tu, just normal common sense. Kwamba huwezi ukawa na huna upungufu wa madini fulani. Alafu huna huo upungufu. Alafu wewe ukanywa hiyo supplement. Haitosaidia, hiyo ni moja. Pili, unaweza ukafanya ikawa too much, ikaleta madhara mengine. Sawa. Ni kawaida tunajuana anything too much is always harmful. Yani ni normal sense. Kwa hiyo najua kuna watu wanaenda hospitali na hospitali zetu za Tanzania sasa hivi zimeendelea. Unaweza ukaenda ukapima calcium level zako, unaweza ukaenda ukapima magnesium level zako, unaweza ukaenda ukapima level zako za vitamin D. Yani kabisa kabla hujaanza kutumia hivyo vitu vina upungufu. Vitamin C ni ngumu sana kujua, lakini tunapata vitamin C kutoka kwenye chakula na matunda. Lakini kama unakuwa na ukosefu wa vitamin C, unajua mwenyewe utaumwa sana, immunity yako itakuwa imeshuka, kinga ya mwili. Sijui wengine wanapata kitu inaitwa scurvy, vidonda mdomoni. Kwa hiyo inaweza kuonyesha ishara ya kwamba vitamin C imepungua. Lakini vitamin D, magnesium, calcium, zote hizo unaweza ukapima hospitali vizuri kabisa. Ukienda ukapima pale ukaona kweli vitamin D zako level zimepungua, kweli supplements ni sawa wewe kutumia, ni sawa kabisa. Sawa. Lakini huna upungufu wa vitamin D. Wewe unatoka kwenye jua saa 1 uko juani, ambayo jua hilo la saa 1 kabla ya saa 4 ndio linalokupa vitamin D. Unataka nini tena? Unataka trend, unaenda na trend. Hiyo hela kaitoe sadaka basi. Kaitoe sadaka, mshukuru Mungu kwamba una vitamin D ya kutosha. Unataka nini? Sawa. And then magnesium, calcium tunapata kwenye maziwa. Jamani, nani anywi maziwa? Nani hali mayai? Kuna watu hali mayai, lakini chips mayai nani hali? Tunakunywa maziwa. Yani ni rahisi sana kuzipata hizi kutoka hapo. Lakini kama kweli una upungufu ni sawa kunywa hizi supplements. I think pia hiyo inaenda kwenye ile point yako ya kwanza kwamba
kula balanced diet. Yeah. Ukiweza kula vizuri, ukapata chakula chako vizuri ambacho kiko balance, una vitamins, una protein, una carbohydrates, unakunywa maji ya kutosha, unaweza usihitaji supplements nyingi hivyo kila kopo maana. Yani unaweza ukaenda kwenye kabati ya mtu ukashtuka, vipi una tatizo? Ambia no, this is just healthy living. I think trend ndo napenda kusema kwamba shida ni trends. Yeah. Sasa hivi social media, it's a good thing and a bad thing. It's a good thing kwamba kuna watu kweli wanatumia social media kutupa mafundisho. Sawa? Which kama wewe na Dr. Rafiki, which is nice, inatusaidia. Na kuna wengine social media inawaharibu. Yaani mtu ameona huyu amefanya hivi, anaenda na yeye nataka kuwa vile, lakini wanasahau reality ni tofauti kidogo. Kwa sababu mtu huyu anaweza ukamuona ukasema nataka kuwa na ngozi kama yule, kumbe baada ya ule mtu akitoka pale ukaja kukutana naye live, kumbe ni filter, ameweka zake makeup, au wewe maskini mtoto hujafanya makeup, au kile kitu alichokuwa ana advertise pale sio kwamba anakitumia kila siku, na kinachompa ile ngozi wala sio kile kitu, ni kitu kingine tofauti pale iko kwenye biashara. Social media inakuwa inatupa shida kidogo. So trends sasa hivi watoto wa 2000 ni balaa. Watoto wa 2000 wadogo zetu tunawapenda sana, lakini ni balaa. Ni ngumu. Yaani hauwezi ukawaconvince. Wewe na elimu yako, mimi na elimu yangu ya miaka 10 na siwezi kuwaconvince. Anataka celebrity amconvince. Yaani anataka asimame pale celebrity aseme tumia kitu fulani, ndo atafanya, ndo ataamini. Kwa hiyo ni changamoto kidogo. Lakini naamini kwenye episode ya leo watu watakuwa wamesikiliza na wamepata kitu nini cha kufanya, na kama una mpango wa kuanza supplements, especially kama uko na miaka 30 na zaidi, unaweza kujua wapi pa kuanzia. Vitu gani ufanye mwanzoni kabla hujaamua kuchukua supplements aina fulani. Cha muhimu sana ni kwamba consult daktari wako, ongea na mtaalamu wa afya kabla hujaanza kutumia vitu vingi sana. Tunapoelekea mwisho daktari, naamini kuna watu ambao wangependa kukuona zaidi au wangependa kukutafuta. Unapatikana wapi? Dar au sehemu nyingine, Moshi au sehemu nyingine ambayo watu wanaweza kukufikia? So mimi napatikana Dar es Salaam. Jiji la wajanja. Napatikana Dar es Salaam. Clinic inaitwa Aesthetic Zone, iko Masaki, opposite kabisa na ST campus ile ya Masaki. Jengo ni R Square Building, ghorofa ya 4. Na ninakuwepo Jumamosi kuanzia saa 3 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Napatikana pia Moshi KSMC, Jumatatu mpaka Ijumaa siku za kazi, saa 2 mpaka saa 9:30 jioni. Pia Moshi nina private clinic inaitwa Veritas. Napatikana kwa saa 9:30 mchana mpaka saa 12 jioni. Kama mtu unaona kabisa huwezi na umeshindwa kotea, jamani, Instagram natumia Salvanicas. Karibu, ongea na mimi DM na ninajibu. Mimi ni mtu mzuri sana wa kujibu DM. Kwa hiyo ongea, eleza shida, and then tuta pick up from there, tutajua tunaendeleaje, nafanya consultation vipi, na kueleza vipi jinsi ya kukusaidia, au hata kama siwezi naweza nikakudirect kwa mtu ambaye namjua, daktari mwenzangu wa ngozi ambaye yuko karibu nawe. Kwa hiyo karibuni sana. Asante sana, tunafurahi sana kuwa na wewe. Tumejifunza vitu vingi na naamini watu watakuwa wamejibiwa maswali yao, na in case una maswali zaidi unaweza kuandika chini ya hii episode, whether umeangalia YouTube, unaweza pale kwenye comment section ukaandika maswali yako, na tutafurahi kuwa na episode nyingine ambayo ni ya maswali, tukajibu maswali, tutafurahi. So karibu sana kwenye episode ijayo. Kwenye episodes zilizopita daktari ametufundisha pia kuhusu pumu ya ngozi, vitu gani vya kuadjust kwenye maisha unapoishi na hii shida ya pumu ya ngozi. Kama mfano wewe ngozi yako huwa inawasha tu muda wote, hujui issue ni nini, hujawahi kuelewa ni wewe au ni mtoto wako, ingia YouTube, ingia Spotify au Apple Podcasts, nenda pale kwenye kusearch, andika Dr. Rafiki Africa. Ukisearch utakuta pale
episodes za vipindi vyetu vilivyopita ambavyo ameongelea, na utaweza kujifunza vizuri. Ukiwa na maswali, ungependa kuwasiliana nasi, tuandikie tu pale kwenye comment na sisi tutakufikia. Asante sana na tukutakie siku njema rafiki. Bye.